kipi ambacho kiliuathiri mchezo kwa kiwango kikubwa zaidi? Ni mabadiliko aliyofanya mwalimu Romain Folz kunako kipindi cha pili, ama ilikuwa pengine ni kupungua kwa energy ya kikosi cha klabu ya soka ya Pamba katika mchezo husika kuelekea katika kipindi cha pili? Kipi ambacho kiliuathiri mchezo zaidi? Inawezekana vyote viliuathiri, lakini kipi ambacho kilichangia zaidi tukashuhudia kile ambacho tulikishuhudia katika kipindi cha pili? Wachezaji wa Pamba kuchoka kuliwaathiri zaidi. Kukapelekea Yanga kupata matokeo kirahisi zaidi kuliko mabadiliko ambayo mwalimu aliyafanya. Unajua Dumbia aliingia ikiwa tayari wachezaji wa Pamba wameshaanza kupoteana. The same kwa Pacome ambao ndo wanaonekana kuja kubadilisha zaidi nini? Mchezo. Wakati ambao wanaingia tayari kwa upande wa Pamba wachezaji ni wako battery low, yani ni kwamba tunahitaji kuchaji sasa. Lakini sasa unachaji na nani? Maana inabidi ufanye mabadiliko, lakini unambadilisha Nation anaingia nani? Unambadilisha Mwashinga anaingia nani? Unambadilisha Kunambi anaingia nani? Kwa hiyo ile tofauti sasa ya ubora ikaanza kuonekana pale, kwa sababu nguvu ya Pamba imeshuka, lakini Yanga wao sasa wamezidi kuongeza wachezaji wengine ambao ni bora pia kwenye timu. Kwa hiyo ule uchovu wa Pamba Jiji ukawanufaisha Young Africans, na ndio maana wachezaji ambao walikuja kuingia kipindi cha pili wakaonekana kucheza vizuri zaidi, kwa sababu pia walipata maeneo mengi ya kupita wazi. Mtazame Mudathiri anaweza kadribble mpira hata mita kadhaa mbele. Mtazame Pacome anaweza kadribble mpira mita kadhaa mbele. Dumbia anaweza kukaa na mpira mpaka sekunde 5-6 hakuna mtu ambaye anamkaba. Kwa hiyo inakuwa rahisi kufanya maamuzi, kwa sababu tayari ilifika wakati energy kwa wachezaji wa Pamba ilishuka, na wao kufika tena kwenye maeneo kama ambavyo walifanya kwa dakika 30 za kipindi cha kwanza ikawa ni ngumu. Kwa hiyo ile sasa ikadhiri kwa hukumu zaidi.